Amen. Bwana asifiwe na wasalimu tena wasikilizaji wangu jioni ya leo. Mungu ni mwema, amekuwa pamoja nasi na bado tunaendelea na kujifundisha ile Psalms 22 na ninajua kwamba Bwana ameendelea kuwa pamoja na sisi na najua kwamba kuna kitu Bwana ameendelea kukusaidia kushika na ninajua kwamba Bwana Mungu wetu ataendelea kuwa pamoja na sisi na haya maandiko ama haya mafundisho yataendelea kutufundisha. Tunaona katika hayo maandiko ya kwamba Daudi alikuwa hapo mbeleni, Daudi alikuwa na kilio na Daudi alikuwa ameteseka sana na alikuwa na mateso mengi alipitia, na anasema ya kwamba mambo ambayo alinikuta yalikuwa mambo magumu sana, yalikuwa mambo ambayo yalikuwa yananikibisha, sijui ningefanya nini. Lakini tunaona ya kwamba katika hayo hali yote ambayo alipitia wakati ule, Bwana alikuja kumsaidia. Na kwa hivyo tunaona ya kwamba mstari wa kwanza ulikuwa unatuambia kwamba Daudi alikuwa analia ama anaita Bwana, Mungu wangu, Mungu wangu. Na Mungu hakuwa anajibu. Anasema ninakulilia usiku na mchana, na kwa nini haunijibu? Alikuwa katika shida na alikuwa katika dhiki. Kwa hivyo alipitia katika hii Zaburi. Tunaona kutoka mstari wa kwanza mpaka mstari wa 21 ilikuwa ni mateso. Tunaona hata kuna pahali anasema ya kwamba ati ubwa wamenizunguka, ng'ombe za Bashani wamenizunguka, wanataka kunipiga. Na tukaona ng'ombe hapa alikuwa anafananisha na maadui. Mbwa alikuwa anafananisha na maadui. Alikuwa anasema wanataka kunipiga, kwani wamenizunguka. Mambo mengi aliteseka na akaona uchungu. Lakini katika hii hapa tunapofika mstari wa 23 tunaona Daudi sasa ameanza kuliinua jina la Bwana. Ameanza kumtukuza Bwana kwa sababu Bwana amemuokoa katika yale mashida alikuwa anapitia. Sasa hapa akaanza kuimba wimbo mpya. Na tukiangalia na hapo Daudi, his Psalms 22 inaongelelea hata habari ya Yesu. Unaona wakati Daudi alikuwa, Yesu hakuwa amezaliwa, Yesu hakuwa amekuja, lakini hata Daudi ni kama alitabiri, ni kama alikuwa na ufunuo. Kwa sababu kuna hii Zaburi 22 tunaona hata Yesu Kristo alipitia shida kama hizo Daudi alipitia. Hata yeye alikuwa analia pale msalabani akisema Eloi Eloi lama sabakthani, akiuliza ni ati Eloi Eloi lama sabakthani. Alikuwa analia pale msalabani kwa sababu ya ile shida alikuwa anapitia. Hivyo na akapitia kwa ushungu na akashindwa kutakuwa namna gani. Lakini kwa mambo yote Mungu alikuja na akamuokoa na akamshidania na tukapata wokovu kupitia kwa Yesu Kristo. Na hapa Daudi alikuwa anapitia mateso katika majira yake, na wakati alipokuwa anapitia mateso alililia Bwana. Akashindwa, kwa nini Mungu hanikumbuki? Kwa nini ninapitia haya? Lakini kuna jambo moja Daudi alikuwa nalo. Daudi alikuwa mnyenyekevu. Alikuwa mtu mwenye alikuwa anatafuta Mungu. Hata wakati kuna shida, yeye alijua kuliinua jina la Bwana na kumtegemea Bwana. Na Bwana akakuja kumshidania kwa mambo yote. Na kwa hivyo alipofika katika mstari wa 22, Daudi akaanza kulihubiri jina la Bwana. Akaanza kumtukuza Bwana kwa sababu sasa shida zimegeuka, zimekuwa furaha. Na hizi shida alikuwa anapitia zimeleta wokovu. Zikaleta wokovu katika majira yao. Zilileta wokovu kwa nini? Kwa sababu alipokuwa anapitia kwa shida, alivumilia na hata akazalisha wokovu kupitia ile shida. Na pale ukikumbuka nilikwambia kwamba shida hazikujagi zitumalize. Shida zinakujaga zitutie nguvu, zitusaidie kuaminika hata kwa Bwana, na zitusaidie kutegemea kwa Bwana na kuweka tegemeo letu kwa Bwana, si kwa watu. Maandiko inasema katika kitabu cha Yeremia 17 mstari wa 7, sijui kama ni wa 5, unasema ya kwamba Yeremia
17 verse 5 inasema kulaaniwa ni yule mtu ambaye anamtumainia mwanadamu. Kwa hivyo tunapomtumainia mwanadamu sisi tumelaaniwa, lakini wakati tunamtumainia Bwana sisi tumebarikiwa. Kwa hivyo Daudi hapa akajua ya kwamba mimi sitaweka tumaini langu kwa mwanadamu, nitaweka tumaini langu kwa Bwana. Hata kama ng'ombe za Bashani zinanizunguka, zinakuja kunilarua, hata kama Shiba wamepanga kunilarua, mimi sitaweka tumaini langu pale. Na tunaona mstari wa 13 watatu in that Psalms 22 verse 3, Daudi alitambua kwamba Bwana ni mwaminifu na ni mtakatifu, na kwa hivyo akaanza kuliinua jina la Bwana. Akasema mimi nimejua ati wewe ni mtakatifu, wewe uketie katika kiti cha enzi juu, pahali unasifiwa na Waisraeli. Akaanza kulisifu jina la Bwana, na hiyo ndio inastahili hata sisi tukajue hivyo, tukaweze kutambua hivyo, ndio katika haya majira yetu tukaweze kuleta wokovu. Na Daudi katika majira yake akazalisha wokovu. Na sasa tutaendelea kutoka hapa tuone vile aliendelea kusema na vile aliendelea kufurahi na kutangaza wokovu, kwa sababu sasa hapa Bwana amemshidania. Mstari wa 22 anasema ya kwamba nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu. Ukiteremka, mimi nimechukua tu kidogo hapo, lakini ukiteremka hapo utasikia venye anasema ya kwamba nitalihubiri jina langu kwa ndugu zangu. Sasa hapa Daudi ameanza kulihubiri jina la Bwana. Ameanza sasa kuona uzuri wa Bwana na akaanza kutangaza jina la Bwana, na akasema nitalihubiri jina la Bwana kwa ndugu zangu. Na ni kama kusema ya kwamba baada ya Mungu kumuokoa Daudi anaamua kutangaza ameamua kutangaza jina la Mungu, wokovu, kwa sababu wokovu alijua kwamba nikitangaza wokovu utakuwa msaada kwa wale wengine. Wokovu utaleta miujiza. Watu wakisikia hii habari njema, watu watakuja kuokolewa. Akasema sitakaa kimya, sasa mimi nitahubiri wokovu wa Bwana. Na hivyo ndivyo inapasa hata sisi tutakaposikia injili ya Bwana, ama tutakapotoka katika majaribu, ama tumeshindaniwa na Bwana, tunastahili kutangaza neno la Bwana na utukuu wake, kwa sababu hivyo ndivyo inastahili. Na hivyo ndivyo Daudi alisema, na hivyo ndivyo Daudi alifanya katika majira yake. Akaanza kulitangaza jina la Bwana, kwa sababu sasa shida zimeisha na ameanza kuona wema wa Bwana. Verse 23 akasema ya kwamba enyi mnaomcha Bwana msifuni. Kumcha Mungu msifuni. Akasema ya kwamba kumcha Mungu kunaleta sifa. Akasema nyinyi ambao mnamcha Bwana sasa endeleeni kumsifu. Nyinyi ambao mnamcha Bwana endeleeni kumsifu. Akasema kumcha Bwana kunaleta sifa. Akasema nikimcha Bwana, nikimtukuza Bwana, kumtukuza Bwana na kumuinua kunaleta heshima. Yaani kunaleta heshima, kunaleta ile ibada ya kweli, na kunaonyesha ya kwamba Bwana ako pamoja na watu wake. Na akaonyesha ya kwamba wanadamu ama anapomsifu Bwana, ama wanadamu wale ambao wanamcha Bwana, wanapomcha Bwana, Bwana anawapatia heshima, kwa sababu wanaonyesha upendo wa Mungu ulio ndani yao, na wanaendelea kumcha Bwana na kumtukuza kwa sababu ya yale ambao amewatendea. Na hapa Daudi anasema ya kwamba akaona ya kwamba maisha ya mwanadamu aliumbwa maisha ya kumtukuza Bwana. Kwa hivyo akasema ya kwamba mwanadamu anastahili kumcha Bwana wakati wowote. Maisha yake anastahili kuishi maisha ya kumsifu Bwana. Kwa hivyo hapa alikuwa anasema ya kwamba wanaomcha Bwana mtu msifu, kwa sababu kumcha Bwana kunaleta sifa. Na hivyo kwa Daudi akaendelea kumsifu Bwana katika majira yake, akaendelea kutangaza neno la Bwana, ni kwa sababu aliona wema na fadhili za Bwana zikiwa pamoja na yeye. Verse 24 akasema ya kwamba Mungu hakudharau mateso ya mwenye kuteseka. Akasema ya kwamba hapa anasema ya kwamba hata kama niliteseka,
hata kama nilipigwa, hata kama maadui walikuja ndio wanizunguke, wanirarue na nikapitia mateso, Mungu hakudharau yale mateso. Hapana, Mungu hakudharau yale mateso. Yeye ni mwaminifu sana. Anasema mwenye kunyenyekea Bwana huja na kumuinua wakati wake. Mwenye ananyenyekea Bwana anakuja na anakuwa pamoja na yeye. Hapa tunaona Daudi anasema ya kwamba wakati mwingi watu wanaweza kufikiria ya kwamba Mungu hawaoni wakati wanapitia kwa shida, lakini Mungu anakuwaga anawaona kabisa, anaonaga kabisa, na anajua hata wakati tunapitia kwa shida. Na hapa alikuwa anasema ya kwamba hata kama hapo bereni nilipitia kwa shida, nililia Bwana hakunijibu, nililia usiku sikuona majibu, Mungu hakuchukua ile kama dharau, alikuwa anaona, kwa sababu kulikuwa na wakati alikuwa ametenga mzuri wangu mimi kuja kuokolewa, ndiwe niweze kutangaza neno la Bwana kama vile tunatangaza sasa. Katika majira yao alitangaza neno la Bwana kwa sababu alishidaniwa kutoka kwa mateso. Hata wewe katika mateso unayopitia, Bwana ukiendelea kuliitia jina la Bwana, hata kama hauoni majibu dakika hiyo ingine utaona majibu. Na ukumbuke nikisema ya kwamba maombi inafanya kazi, na hata kama unaona inachukua muda, hakuna vile maombi yetu inaenda kupotea, haipoteagi. Ombi ni ambalo uliomba mwaka jana, mwaka huo mwingine, hata yenye unaomba hata dakika hii, haya yote inaendaga Bwana anainakili pahali. Wakati wako ukifika, ataanza kukujibu moja kwa moja, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Na ndiposa Daudi anasema hapa ya kwamba ati Mungu hakudharau mateso, hadharau mateso yenye umepitia. Bwana anakuja kukulipishia kukulipa, kwa sababu yeye ni mwema na ni mwaminifu sana. Hapa tunaona Daudi aliendelea kusema ya kwamba watu wenye wananyenyekea, wale wananyenyekea mbele za Bwana na kutafuta uso wa Bwana, Bwana anakuwa pamoja nao na anakuja anawakomboa. Kwa sababu mimi Daudi nilikuwa pale, lakini sasa Bwana amenikomboa. Ni kama Daudi wakati alikombolewa, alipata ufunuo mwingine, akaanza kuhubiri sasa na kutangazia watu wema wa Bwana na kuambia kwamba hakuna Mungu mwingine anayeweza kutushidania, kutupigania isipokuwa ni Mungu yule ambaye aliumba mbingu na nchi, katika jina la Yesu. Mstari wa 25 anasema ya kwamba kutoka kwako sifa yangu itatoka. Akasema ya kwamba wewe Bwana, mimi nimechukua tu ile andiko iko pale mbele juu, lakini wewe utalisoma yote hiyo Psalms yote. Anasema ya kwamba ati kutoka kwako sifa yangu itatoka. Daudi alikuwa anasema ya kwamba kutoka kwako sifa yangu Bwana itatoka, kwa sababu kutoka kwako wewe Bwana umefanya sasa sifa yangu itoke, niweze kukusifu, niweze kukuinua, kwa sababu nimejua ya kwamba hata kama nilipitia mateso, sasa kuna sifa ninaweza kukusifu kwa sababu umenishidania. Akaanza kulisifu jina la Bwana, akaanza kutangaza jina la Bwana. Na Daudi anatabua ushindi unatoka kwa Bwana, na akajua ya kwamba hakuna pahali pengine tunaweza pata ushindi isipokuwa ni kwa Bwana. Sasa hapa Daudi anatabua ya kwamba ushindi unatoka tu kwa Bwana, na kwa hivyo ninastahili kumtukuza, ninastahili kumuinua, kwa sababu ushindi unatoka kwake. Tena akasema ya kwamba mafanikio yanatoka kwa Bwana. Akasema ya kwamba hata kubarikiwa na kufanikiwa, Bwana ndiye tu ana msaada huu, na msaada unatoka kwake. Hata kama nilikuwa nimeteseka, sasa hapa nimekuja kumshukuru Bwana, na sifa zitatoka katika kinywa changu, nilitukuze jina lake, watu wote wakaweze kumjua na wakaweze kujua sifa zake, na wakaweze kujua utamu na uzuri wa Bwana, ya kwamba Bwana anaokoa watu wake hata kama wanapitia kwa shida. Kuna wakati anakuja anaonekana, na sasa sifa zinaanza kutoka katika kinywa cha Daudi, anamsifu Bwana. Na hapa ndipo Bwana nilikuwa naangalia na kuona Bwana alikuwa anasema ya kwamba Daudi alikuwa na moyo kama wa Mungu, kwa sababu alijua kumcha Bwana, kumtafuta Bwana, na hata kumpa Bwana sifa, ni kwa sababu hakuna mwingine alikuwa mwema kama Mungu wetu. Daudi akaendelea kusema ya kwamba na kwa hivyo utukufu wote unapaswa kurudi kwa Mungu. Akasema kwamba utukufu wote
unastahili kurudi kwa Mungu. Kwa nini? Alijua ya kwamba utukufu wote ni wa Mungu na hatuwezi gawanya utukufu wa Mungu na sisi binafsi, ama ate nigane utukufu wa Bwana kwa sababu ni mimi nimetenda hili jambo, ama amenitumia jambo likatendeka nianze kusema ni mimi nimelitenda. Daudi alisema utukufu wote ni kwa Bwana. Yeye ndiye amenishindania, yeye ndiye amenitoa katika ile shimo nilikuwa nimewekwa, yeye ndiye amekuwa kibilio langu na tumaini langu nilipokuwa ninakibishwa na ng'ombe za Bashani. Yeye ndiye amenishindania, na kwa hivyo utukufu wote unastahili kumrudia Bwana, na kwa hivyo tunastahili tu kumtukuza Bwana na kumuinua kwa sababu yeye anastahili. Akasema ya kwamba verse 26, wanyenyekevu watakula na kushiba. Hapa alikuwa anasema ya kwamba wale ambao ni wanyenyekevu watakula na kushiba katika watakula na kushiba kwa Bwana, kwa sababu wamejua kunyenyekea, wamejua sasa Bwana. Akasema ya kwamba hao ambao wamejua jina la Bwana, hao ambao wameokolewa sasa watakula kwa Bwana kwa sababu wamejua kunyenyekea, wamejua kumtafuta Bwana na wamejua kumtegemea Bwana. Alikuwa anasema ya kwamba sasa hapa wale ambao ni wanyenyekevu, wale ambao wanamtafutaga Bwana sasa watakula kwa Bwana, watakula na washibe, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa mambo yote. Yeye ndiye Mungu mwenye kutushibisha, yeye ndiye Mungu mwenye kutupatia kila kitu ambacho tunataka, na yeye ndiye mwenye huwa hata anatubariki. Kwa hivyo hapa alikuwa anasema ya kwamba wote watakao kuja kwa Bwana, wote watakao mtegemea Bwana, wote watakao jiachilia kwa Bwana, sasa hapa Bwana atawabariki. Akasema ya kwamba wanyenyekevu watakula kwa Bwana. Kwa hivyo unaponyenyekea kwa Bwana, unaponyenyekesha moyo wako kwa Bwana, uwe mnyenyekevu, Bwana atakubariki na utakula kwa Bwana, kwa sababu ataendelea kukushibisha, kwa sababu yeye ni mwema. Akasema ya kwamba wanaomtafuta, wale ambao wanamtafuta Bwana kwa moyo wa kweli, hata hawa Bwana atawashibisha. Na alikuwa anasema ya kwamba watasibishwa watu wote wale ambao watamjua Bwana na wafanye Bwana kuwa tumaini lao, watashibishwa na Bwana. Na akasema ya kwamba hata wale ambao watashibishwa na Bwana, wale ambao watakuwa wanamtegemea, wale ambao wanamtegemea Bwana, kama vile Daudi alimtegemea Bwana kwa shida zake, kwa mateso yake, akamtegemea Bwana mpaka Bwana akakuja akamuokoa. Na sasa hapa ni Daudi tunaona ya kwamba anasema, mimi nitalihubiri jina la Bwana kwa ndugu zangu na dada zangu, niwaambie ya kwamba Bwana anaokoa, niwaambie ya kwamba Bwana anaweza, Bwana ni muweza, Bwana anaweza kurejesha, anaweza kuponya. Ni shida unapitia, Bwana anaweza. Sasa hapa alikuwa anasema kwamba mimi siwezi kaa kimya, nitaendelea kulihubiri jina la Bwana kwa sababu Bwana amenitendea. Na kwa hivyo hata wewe wacha tuendelee kulisifu jina la Bwana, na najua kwamba Mungu wetu ni mwema. Tena akaendelea kusema ya kwamba miisho yote ya dunia itamkumbuka Bwana, itamtukubuka Bwana na watu wote watamrejea. Unaona sasa hapa Daudi ni amepata ufunuo. Sasa anasema ya kwamba miisho yote ya dunia, yani miisho yote ya dunia, the whole world itajua Mungu na watu watamrejea Mungu. Hata wale ambao hawamjui, alikuwa anasema ya kwamba watamjua, watakuja kumjua. Daudi akafunguka macho na akaona ya kwamba mateso yangu ilikuwa inaleta wokovu, ilikuwa inaleta niweze kuadhiri wokovu kwa wengine. Kwa hivyo katika majira yake Daudi alizalisha wokovu, na Daudi alileta wokovu, watu wakaweze kumjua. Na anasema hapa miisho yote ya dunia itakuja kumjua Mungu na itakuja kumtumikia huyu Mungu, kwa sababu yeye peke yake ndiye muumba wa mbingu na nchi. Na akasema mpango wa Mungu kwa ulimwengu wote watu watakuja kwa sababu mpango wa Mungu kwa ulimwengu wote ni watu wakaweze kumjua Bwana, ni watu wakaweze kumjua Bwana na wakaweze kumrudia Bwana. Huo ndio mpango ulikuwa wa Mungu. Na hapa tunaona Yesu Kristo ndio aweze kutumwa, alitumwa hapa ndio aweze kukamilisha mpango wa Mungu wa Bwana kwa mtu, kwa sababu katikati ya mtu na Mungu tulikuwa tumeasi. Na sasa hapa Yesu alikuja kuleta upatani
upatanisho kwa mwanadamu. Pale tulikuwa tumeasi na ule Adamu wa kwanza alikuwa ameasi Mungu. Yesu Kristo alipokuja alikuja kuleta upatanisho, na hata yeye alisulubishwa msalabani ndio aweze kuleta nini? Upatanisho. Na ndiposa Daudi anasema ya kwamba miisho yote itamjua Bwana, na wakati wa majira yao alihubiri neno la Bwana, alitangaza neno la Bwana, na wengi wakamjua katika majira yao. Na hapa tunaona Yesu Kristo hakuwa amezaliwa, na akasema miisho yote itajua Bwana na ikaweze kulinua jina la Bwana. Na huo ndio mpango wa Mungu, ya kwamba watu wote wakamjue Bwana na wakakuja kwa Bwana, kwa sababu Mungu wetu anawapenda. Na hiyo ndio sababu Bwana alitufanya nini? Alituumba. Verse 28 inasema ya kwamba kwa maana ufalme ni wa Mungu. Hapa alikuwa anasema ya kwamba Mungu ndiye mfalme wa mataifa. Sasa alikuwa anasema ufalme kwa sababu ni wa Mungu, watu wote watakuja kwa Mungu. Na ufalme ni kwa sababu ni wa Mungu, hakuna ufalme mwingine ambao unaweza tawala. Alikuwa anasema hakuna ufalme mwingine hapa, na hakuna ufalme mwingine utakao kuwa, ni huu tu ufalme wa Mungu. Na ufalme ni Mungu ni mfalme wa mataifa yote, yani ni Mungu wa mataifa yote, si Mungu wa taifa moja. Alisema hapana, ni Mungu wa mataifa yote, mataifa ya ulimwengu yote. Na akasema ya kwamba haya mataifa yatakuja kumuinua Bwana, yatakuja kumtukuza Bwana, kwa sababu hakuna mwingine atakayeweza kuinuliwa isipokuwa ni huyo Mungu wa miungu, huyo mfalme wa wafalme. Akasema mataifa yote watakuja kumjua Bwana na watakuja kumtafuta Bwana, kwa sababu yeye peke yake ndiye mfalme wa wafalme, ni kwa sababu hakuna mwingine. Na tukifika katika mstari wa 29 na 30 na 31, hapa Daudi kuna kitu ananena, na anasema ya kwamba mstari wa 29, watu wote wanene duniani watakula na kuabudu, wote washukao mavubini watainama mbele zake. Naam, yeye asiyeweza kujihusisha nafsi yake. Hapa Daudi alikuwa anasema ya kwamba watu wote hao ambao ni wanene na matajiri, watu wote hata wale ambao ni wakuu, wote watakuja na wataabudu jina lake, watakula kwake na wataabudu jina lake. Wale ambao wanateremka mavubini, wote watakuja mbele yake. Wanaoteremka kule mavubini na wanainama, wote watainama mbele zake. Wote yeye Bwana atawahusisha nafsi yake. Hapa alikuwa anasema ya kwamba wote hao watakuja kumwamini Bwana, watakuja kumtukuza Bwana, kwa sababu hakuna mwingine anajulikana. Atakayejulikana duniani kote ni yeye tu. Hata wale ambao ni matajiri, utajiri wao, alikuwa anasema ya kwamba utajiri wao hautaweza kuwaokoa. Hao ambao ni wakuu, ukuu wao hautaweza kuwaokoa. Wale ambao ni masikini, umasikini wao hautawasaidia. Mungu tu, yeye ndiye atakayewasaidia. Sasa hapa alikuwa anasema ya kwamba huu ni wokovu, na wokovu huu utajulikana kwa watu wote. Watu wote watakuja kujua wokovu, watakuja kujua huu Mungu. Hata hawa ambao ni matajiri watahitaji huyu Mungu tu, hata hawa ambao ni wakuu watahitaji huyu Mungu tu. Daudi alikuwa na ufunuo wa ajabu, na katika majira yake akatangaza ukuu wa Bwana. Na ndiposa hata sasa majira yetu tunaendelea kutangaza hili neno la Bwana, kwa sababu hili neno halikuishia pale katika majira ya kina Daudi. Hapana, limekuja likizalika likiendelea, na litaendelea hata vizazi ambazo zitakuja baada yetu, zitaendelea kulitangaza neno la Bwana, kwa sababu neno la Bwana halitaishia kwa kabila moja. Na hapa ndio Daudi anasema ya kwamba hata hawa matajiri wanahitaji Yesu, hata hawa ambao ni wakuu wanahitaji Bwana. Kwa hivyo hata wewe kama hujamjua Mungu na wewe ni tajiri, utajiri wako hautakusaidia. Utajiri ni mzuri kwa sababu unakuweka vile wewe unataka, lakini hata huo utajiri unahitaji Bwana. Utajiri hauwezi kukuokoa. Mtu mkuu hawezi kuokolewa na ukuu wake, masikini hawezi kuokolewa na umaskini wake. Sisi wote tunahitaji Bwana. Na hapa Daudi alikuwa anasema hivyo ya kwamba tunahitaji Bwana. Tunahitaji Bwana. Tena hapa anasema ya kwamba mstari wa 30 anasema ya kwamba kizazi kitasimulia
habari zake kwa kizazi kitakachokuja. Hapa tunaona Daudi alikuwa anasema ya kwamba kizazi kitasimulia habari ya Yesu. Yaani alikuwa anasema ya kwamba kizazi kitazimulia, yaani watu watakuja kusimulia habari ya Yesu kwa sababu sasa wamejuana na Mungu. Alikuwa anasema ya kwamba watu watakuja kusimulia hii habari ama haya matendo. Kwa nini ninasimulia haya matendo? Ni kwa sababu niliyajua. Kuna mmoja alifanya nikajua hili neno. Tulihubiriwa, tukaweza kujua neno, na neno likakuja kwetu na tukalikiri na tukaokolewa na hili neno. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo alikufa msalabani. Na alipokufa msalabani, alileta wokovu na akazalisha wokovu, ndio tukaweza kufanya nini? Kumjua Bwana. Na kwa hivyo, wacha tuendelee kulikiri hili ni jina la Bwana. Na hapa alikuwa anasema ya kwamba alikuwa anaonyesha ya kwamba Injili ni matendo ya Mungu. Injili ni matendo ya Mungu yatasimuliwa katika kizazi hadi kizazi. Hii ni agizo la kuhubiri Injili. Yaani hapa alikuwa anasema ya kwamba Injili ni matendo ya Bwana. Na akasema ya kwamba hii matendo ya Bwana itasimuliwa kwa kizazi hadi kizazi. Kwa nini sasa kizazi chetu tunahubiri? Ni kwa sababu hii Injili ilitoka kutoka kizazi cha kale, zama kutoka kale, na Injili ilikuwa inahubiriwa na wale walikuwa mbele zetu walikuwa wanahubiri bado hili neno, na halikukomea wakati wao, limekuja mpaka wakati wetu, na hata wakati wetu litakuja, hata wakati wenye watakuja baada yetu, na neno la Bwana halitasimamia hapo. Sasa hapa alikuwa anasema ya kwamba vizazi zitaendelea kuhubiri hili neno la Bwana, zitafikisha vizazi vinakifikisha kwa vizazi vile vingine, hiyo kizazi kinakifikisha kwa kizazi kile kingine, na kinaendelea kusimulia nini? Habari ya Yesu. Kwa hivyo hii alikuwa anasema ya kwamba hii Injili lazima ihubiriwe, na sisi ndio tutahubiri hii Injili kama wakati wa kina Daudi, na hata wakati wa Yesu alihubiri Injili, akafa msalabani na akafunua hii Injili na akaileta kwa watu wote. Alipokufa msalabani alisema ya kwamba yote yameisha. Na kwa hivyo Daudi hapa akatangaza neno la Bwana na akaendelea kutangaza ukuu wa Bwana kwa sababu Bwana alikuwa pamoja na yeye. Verse 31 anasema ya kwamba watakuja na kutangaza haki yake kwa watakaozaliwa baadaye, kwamba amefanya hayo. Amen. Anasema ya kwamba watakuja na kutangaza haki yake. Hapa alikuwa anasema ya kwamba wale watakuja. Alikuwa anasema ya kwamba wale watakuja hata baada yangu, watakuja na kutangaza hili neno la Bwana na kusema ya kwamba amefanya, na watasema ya kwamba amefanya. Kwa nini ninahubiri hili neno? Kwa nini hata wewe huwa unahubiri neno? Ni kwa sababu hili neno liliendelea kukuja na tukaweza kulijua. Lilitoka katika majira yao na sasa limekuja katika majira yetu, na wale walikuwa mbele yetu walikuwa tu wananena hili neno. Kwa hivyo alikuwa anasema ya kwamba halitakomea tu hapa, litaendelea kuhubiriwa. Na hapa hii ni kazi ya sisi ambao tumekombolewa, tuendelee kutangaza neno la Bwana. Daudi akasema maana yake watu huendelea kutangaza haki ya Mungu, vizazi vijavyo wataendelea kulitangaza neno la Bwana. Hizo vizazi ambazo vijavyo vitaendelea kulitangaza neno la nani? Neno la Bwana. Alikuwa anasema hii ni maana ya kwamba watu wataendelea kulitangaza hili neno la Bwana. Kama vile Daudi alitangaza majira yake, hata sisi majira yetu tuendelee kulitangaza hili neno la Bwana. Na hii ni jukumu la kanisa, kuendelea kutangaza neno la Bwana, kuendelea kutangazia wale ambao hawajamjua Bwana ya kwamba Yesu ni Bwana na alikufa msalabani na akafufuka, na sasa ameketi katika mkono wa kulia wa Baba akituombea. Anatuombea ndio wewe kama uokoke, anakuombea wewe Njoroge ambao haujaokoka uokoke. Na ndiposa Bwana alifanya kazi
pale msalabani ni kwa sababu yetu, na ni kama vile Daudi alihubiri majira yake. Naye Yesu Kristo alipokuja, naye alikuja akatuletea wokovu, na akasema wokovu sasa umeachiliwa kwa watu wote. Na hapa tunaweza kuona ya kwamba wokovu haukuletwa tu kwa Wakikuyu, haukukuja tu kwa Wajaruo, haukukuja tu kwa Wabaruhia, ulikuja kwa watu wote. Na kwa hivyo hapa vizazi na vizazi lazima zikaweze kujua Bwana. Lazima tukatangaze habari njema, kama vile Daudi alitangulia kusema ya kwamba sasa nitahubiri hii habari njema kwa ndugu zangu, sitakaa kimya, nitawahubiria, kama vile nimekuhubiria siku ya leo, ya kwamba hata wewe kama haujaokoka ujue ya kwamba Yesu anakupenda, na hii injili ni yako, ukaisikie, ukaweze kuipokea, ikaweze kukuokoa, ndio majaribu ambao uko nayo ukaweze kusaidiwa, kwa sababu majaribu hautaweza kupigana vizuri kama haujajuana na Yesu Kristo. Nimekuja kukutangazia hizo shida ambazo uko nazo, kama hautampokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako, hakuna vile utaweza kushindana. Hapana, kwa sababu mwenye atakusaidia ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliyekufa na akafufuka. Huyo ndiye atakayefanya nini? Kukusaidia. Kwa hivyo ni jukumu letu sisi kama makanisa, sisi kama mtu binafsi, tuendelee kulitangaza jina la Bwana kama vile Daudi alitangaza jina la Bwana, akaleta wokovu katika majira yake. Si unaona mateso, ametoka kwa mateso na sasa ameleta wokovu, na ameleta wokovu kwa ulimwengu, kwa sababu katika majira yao si alitangaza hili neno la Bwana ambalo linatangaza, si alisema hakuna Mungu mwingine anastahili kuabudiwa isipokuwa ni huu Mungu. Katika majira ya kina Daudi tunaona ya kwamba walikuwa wanaabudu sanamu na miungu migeni, na kwa hivyo ndiposa Daudi alikuwa anasema ya kwamba watu wote na mataifa wote watakuja kulinamia hili neno la Bwana, watakuja kumtukuza Bwana, watakuja kukula kwa Bwana, hata wale ambao ni wanene, hata wale ambao ni masikini, hata wale ambao ni matajiri, wote watamwabudu Bwana, kwa sababu hakuna Mungu mwingine ama jina lingine ambalo linajulikana isipokuwa ni jina la Yesu Kristo, na jina la Mungu wetu aliyeumba mbingu na nchi. Na kwa hivyo msikilizaji wangu, jioni ya leo nimekuja kukuambia ya kwamba kama haujajuana na Mungu, kama haumjui Mungu, huu ndio wakati wako mzuri sana. Ujue ya kwamba Bwana anakupenda, ujue ya kwamba Bwana ako na haja na moyo wako, kwa sababu kama hautajuana na yeye, shida zako hautaweza kuzipigana, hautaweza kusimama vizuri. Shida zikikuja zitakuharikisha, zitakupeleka, kwa sababu hauna mtu wa kukupigania. Daudi hapa tunaona wakati shida zilikuja na akamjua Bwana, Bwana alimshidania na akaanza kuhubiri, na akasema ya kwamba vizazi na vizazi zitaendelea kumkumbuka Bwana na kutangaza hili neno la Bwana, na hata wale watazaliwa watakuja kutangaza hili neno la Bwana. Na ndiposa ninalitangaza kwa sababu Daudi alisema wakati wake, na wakati wake ukapita, na wale walirudi katika majira ya nyuma ya Daudi wakatangaza hili neno. Wale walitoka na sisi tuko, na sisi tukitoka kutakuwa na wengine. Kwa hivyo hapa kunaonyeshana namna gani neno la Bwana halitasimamia hapo, litaendelea kuhubiriwa, na kwa hivyo litahubiriwa ndio wewe ambao haujamjua uweze kumjua. Na akasema hili neno lilifunuliwa kwa mataifa yote. Si alisema pale 27 alisema ya kwamba miisho yote ya dunia itakuja kulitukuza jina la Bwana. Watu wote watakuja kumjua ya Bwana, ya kwamba hakuna jina lingine ambalo limepatiwanwa isipokuwa ni jina la Mungu wetu. Ni hili jina ambalo linaweza kuokoa, ni hili jina ambalo linaweza kutubadilishia hali, ni hili jina ambalo linaweza kutuponya, ni hili jina ambalo litaweza kukuweka ukawe salama. Kwa hivyo kama haujamjua ndugu yangu, jioni ya leo ninakuita, njoo kwake Yesu uokolewe, kwa sababu kwa Yesu kuna raha. Kwa Yesu hata ukiteseka kuna kuwa na raha, kwa sababu unajua kwamba atakuwa tegemeo lako la maisha. Tumesikia Daudi akisema ya kwamba watakula na washibe ambao wanajua kunyenyekea na kumtegemea Mungu. Kwa hivyo wewe ukija kwa Yesu na ujue kumtegemea, utaweza kumtegemea kwa sababu yeye ni tegemeo la kutegemewa.
lakini mwanadamu si tegemeo. Mwanadamu hawezi mtegemea. Tumesikia Daudi amesema ya kwamba hata hawa watu ambao ni wanene wote watamuinamia Bwana, watakuja kwa Bwana, na usidanganyike, wote tutaminamia Bwana na kila goti litapigwa mbele za Bwana. Kila mtu atapiga goti lake mbele za Bwana, na hicho kinywa ambacho kinasemaga mimi siwezi muabudu, ninamwabudu yeye ni nani, amenitendea nini, utakuja kukiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Na ni heri ukiri ukiwa ndani yake kuliko ukiri na uambiwe ya kwamba jehanamu ndio hiyo ipitie. Kwa hivyo ninakusihi ndugu yangu, dada yangu, hakuna njia ingine nzuri isipokuwa njia ya kupokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako. Na maandiko inasema katika John 14 verse 6 ya kwamba yeye ndiye njia ya wokovu, yeye ndiye uzima, na yeye ndiye njia. He is the way, the truth and the life. Yeye ndiye uzima wa milele. Kwa hivyo hakuna pahali pengine tunaweza pata uzima wa milele isipokuwa ni kwa Yesu. Na kwa hivyo njoo kwa Yesu, kama vile Daudi alihubiri majira yake. Na mimi nimekuja kukwambia kwamba hili neno la Bwana tuliachiwe ndio tulihubiri. Na Daudi akasema watakuja na kutangaza haki yake kwa watakaozaliwa baadaye, kwamba amefanya hayo. Bwana asifiwe. Na tukasikia ni sisi tunastahili kulitangaza hili neno la Bwana. Tunaona Daudi katika majira yake aliadhiri wokovu, alizalisha wokovu, na akaendelea kuhubiri jina la Bwana, na akawa mtumishi mwema wa Bwana. Na hata Bwana akasema ya kwamba ate Daudi ni mtu ako na moyo kama wangu. Kwa nini alisema hivyo akamtolea ushuhuda? Ni kwa sababu Daudi alikubali kubadilika na kuanza kutangaza ukuu wa Bwana, na akatangazia wale wengine ukuu wa Bwana kama vile ninakutangazia. Na tunaona ya kwamba wakati wa Daudi alitangaza wokovu majira yake, na sisi hata majira yetu tunastahili tutangaze wokovu, ndio watu wakaweze kumjua nani, wakaweze kumjua Bwana. Na hii ndio jukumu Bwana alituitia. Maandiko inasema ya kwamba Yesu hakukuja kwa sababu wale ambao ni watakatifu, alikuja ni kwa sababu ya wale ambao hawamjui Bwana. Hao ambao hawamjui Bwana ndio ilimfanya Bwana afanye nini? Akuje. Na kwa hivyo jioni ya leo ningekusihi, kwa sababu tutafikishia vizazi na vizazi. Hili neno la Bwana litafikishia vizazi na vizazi, ndio wakakuja wakaweze kumjua na wakaweze kulitangaza neno la Bwana, na neno la Bwana halitakomea hapo. Kwa hivyo Daudi alikuwa anasema ya kwamba kutoka kizazi chetu na kizazi kitakachokuja, hili neno la Bwana halitasimamia hapo, litaendelea kuhubiriwa kutoka kizazi chake. Na akaona na akatabiri. Na sasa unaona hata sisi tunatangaza neno la Bwana kwa sababu tumelijua. Tumelitoa Yesu Kristo alipokuja alileta hili neno na tukaweza kufanya nini? Kulijua. Na nimerudia hapo sana ndio uweze kushika ya kwamba neno la Bwana halikukomea wakati wa Daudi. Kama lilikuwa likomea wakati wa Daudi, hatungeokolewa, hatungejua Bwana, tungekuwa hivyo. Hata hatungejua kama kuna kuwaga na Mungu. Lakini lilitoka zama ya zama likakuja mpaka majira yetu, na katika hata majira yenye wengine watakuja, uzao utakao kuja, uzao wa wazao wetu wataendelea kulihubiri jina la Bwana. Hata wale hawajazaliwa, neno linasema hata wale hawajazaliwa, wakizaliwa wataendelea kulitangaza hili neno la Bwana, kwa sababu hili neno la Bwana litadumu milele na milele. Na ni vizuri litakapodumu hata wewe ukadumu. Wewe ukadumu, neno la Bwana likidumu. Na kwa hivyo ninakwambia jioni ya leo, njoo kwake Yesu uokolewe. Wewe ambao haumjui, wewe ambao haujajuana na yeye, kuja uokolewe, usamehe dhambi zako, kwa sababu alikufa pale msalabani ndio ukaweze kukiri neno la Bwana ukiwa ndani yake, kuliko kukiri neno la Bwana na hauko ndani yake. Kwa hivyo Bwana akubariki unapoendelea kukata kauli ya kuja kwa Bwana. Na hiyo saburi ni mzuri sana, na ninashukuru Bwana kwa vile ameenda pamoja na sisi. Na kwa hivyo hata kama unakibishwa na ng'ombe za Bashani, maupwa wamekuzingira, wanataka kukuzoa, wakuchome miguu, wakuchome mikono, usijali, kibiria kwa Bwana.
utapata msaada. Na ukipata msaada, endelea kutoa ushuhuda, endelea kushuhudia wale wengine ya kwamba kuna nguvu ndani ya Bwana, ya kwamba Bwana anaokoa, na utabarikiwa na utanijiri itaendelea, na najua kwamba Mungu wetu ni mwema. Wacha tuombe, kwa sababu Bwana amekuwa pamoja nasi. Baba, katika jina la Yesu, nimekushukuru, nimekuinua, ninakupa sifa kwa sababu umeendelea kutufundisha ya kwamba Bwana, wakati Daudi alikuwa anapitia kwa mateso, ulimsaidia, ukasimama pamoja na yeye. Na alipo Bwana, ulipomshidania, hapa sasa anahubiri Injili na kusema ya kwamba wokovu utajulikana miisho yote ya dunia. Tumeona vile Bwana aliendelea kusimulia na kusema habari yako, neno lako litajulikana kwa mataifa yote. Na akasema wewe ndiye Mungu wa miungu. Bwana akasema ya kwamba wewe ndiye mfalme wa wafalme, kwa sababu alijua wema wako na fadhili zako. Na kwa hivyo hata sisi Bwana, tusaidie katika majira haya, tukaweze kulitangaza neno lako, tukaweze kufikishia wale ambao hawalijui katika jina la Yesu, kwa sababu umesema hili neno tutalifikishia vizazi na vizazi. Vizazi wale ambao watakuja baada yetu wataendelea kulihubiri hili jina. Wale ambao wako, wacha tuendelee kulihubiri. Wacha hata makanisa tukajue, tukahubiri hili neno lako Bwana, tukawatangazie wote ambao hawajui katika jina la Yesu. Tunakushukuru, tunakuinua unapoendelea kutusaidia kushika neno lako na kulitilia maanani na kulifanya kama ilivyo mapenzi yako. Tunakupa sifa, tunasema ni asanti. Sasa tumejua hata wakati tuko katika shida Bwana, haukuagi umenyamaza. Kuna wakati Bwana unakujaga na kutuokoa. Uliokoa Daudi, ukampigania Bwana, ukamshindania Mungu wetu na akapata ushindi wako. Hata sisi wote ambao wako na mashida na waleta mbele zako Bwana, ukawakumbuke, wapiganie. Wewe ndiye unaweza tatua shida zao. Umetuambia tukabidhi mambo yetu kwako, na tukiyakabidhi Bwana, tukuamini na wewe utafanya. Najua kwamba utatufanyia, ni kwa sababu hakuna mwingine aliye kama wewe. Twakupa sifa, twakuinua, na ni katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Amen. Barikiwa.